Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jana Aprili 21 mwaka 2026 kimefanya ibada maalum ya misa takatifu katika kijiji cha Mahambe, wilaya Ikungi, mkoa wa Singida. Ibada hiyo imefanyika nyumbani kwa mwenyekiti wa Taita wa chama hicho, Tundu Lissu, kwa lengo la kumwombea kufuatia changamoto za kisheria zinazomkabili. Ibada hiyo imeongozwa na Padri Vincent Arute wa Parokia Mtakatifu Rita wa Kashia Ikungi. Misa hiyo iliyoandaliwa na viongozi pamoja na wanachama wa Chadema imelenga kuonyesha mshikamano wa chama hicho kwa kiongozi wao ambaye kwa sasa anashikiliwa katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam akikabiliwa na tuhuma za uhaini. Mwenendo wa kesi hiyo inayomkabili Lissu umekwama kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Hali hiyo imetokana na hatua ya upande wa Jamhuri kukataa rufaa katika mahakama ya rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam uliokataa kupokea ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka. Sasa kufuatia na ibada hiyo, sikilize kwa ufupi kidogo hapa Padri Vincent Arute ujumbe ambao alizungumza mbele ya mamia ya wananchi ambao walishiriki katika ibada hiyo. Alichokizungumza msikie kwa ufupi kidogo, baada hapo utakuja kupitia komenti zako. Hayo nikambariki baba, anawasalimia sana. Ilikuwa ni juzi tu Jumamosi tu ndio tuliongea naye na nikampa habari kwamba tutakuwa na misa nyumbani kwenye boma la kwenu kwa nia ya kukuombea uendelee kuwa na afya njema, Mungu azidi kukulinda wala siku moja hata mwisho wa hilo lipite. Amina. Si kila kitu kinaanza na kinaisha jamani. Ndio. Na tunaamini Mungu anaweza, kwa sababu hatuna ugomvi na mtu yeyote. Sisi tuna ugomvi na shetani, tuna ugomvi na dhambi. Haki inapokosekana ndipo hapo lazima tufanye nini jamani? Tusimame jamani. Kwa hiyo Mungu huyu anaweza yote, halafu huyu amejaa upendo na ndio upendo wenyewe. Na kwa sababu hiyo, kwa jinsi hii Mungu aliumba ulimwengu. Sisi ni matunda ya upendo wa nani? Wa Mungu. Angalia tulivyokaa. Ni matunda, watu kutoka sehemu mbalimbali, wana wa Mungu, kuja kuungana katika sala hii, katika misa hii, kumwomba Mungu, kwa sababu adhimisho hili ni sadaka ya Yesu mwenyewe. Kila inaposomwa misa takatifu, damu inamwagika ya mwana wa Mungu, na ndiyo inayoondoa dhambi ya ulimwengu. Sadaka ya misa hii, na ndio tunaanza nayo, na tunayasema mambo hayo kwa sababu Mungu hadanganyi wala hadanganyiki, na kanisa halidanganyi wala halidanganyiki kwa sababu linaongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hiyo sadaka ya misa takatifu ndio ikumbiko kuu, ndio sala iliyo kuu kuliko sala zingine zote. Sadaka ya misa kwa macho ya kibinadamu na kwa mtazamo unaweza ukaona ni mambo ya kawaida sana, lakini haya ni mambo ya juu sana wanangu, mambo ya juu. Kwa macho huwezi kuelewa, lakini baadaye utakuja kuona mkate, utaona na divai, sivyo jamani? Lakini atakapoweka mikono padri, atakapoweka juu ya mkate na divai, sio mkate tena wala sio divai tena, bali ni mwili na damu ya nani? Ni mambo ya ajabu. Wewe, mimi sio mwenzako. Nasema hivi, ni mambo ya ajabu sana. Hata ukiniuliza mimi huwa inafanyikaje, sijui, ila Mungu ananitumia kama chombo chake. Ndugu zangu wapendwa, mimi nawashukuru sana kwa kufika kwenu. Mmefanya kwa wakati mzuri. Nimerudi jana asubuhi na nikaona kwamba niwafikishie hizi salamu ambazo bado ni moto za kutoka jikoni. Salamu zenyewe za upendo, salamu za upendo, na tunamtanguliza Mungu huyu ambaye ndio upendo wenyewe.
sisi tumekaa hivi ni kwa sababu ya upendo, na yeye anasema pendaneni kwa sababu Mungu ni upendo, sivyo jamani? Na hakuna mtu atakayemwona Mungu kama hana upendo. Tutamwona Mungu tukiwa na upendo. Tuwe watu wenye imani, tuwe watu watii, na tuwe watu waaminifu kama ilivyokuwa Ibrahimu babu yetu wa imani. Tunaposikia habari za Stefano. Sawa, umemsikia hivyo padri. Sasa tunahamia katika upande wa maoni. Mmoja huyu anasema Mungu huwa ashindwi, ipo siku Lissu atakuja kuongoza Tanzania. Mwingine anasema Lissu ni mpango wa Mungu tu, sifra kwa sababu kuna Lissu yuko gerezani, ipo siku Mungu atampigania. Sawa, asante. Mwingine anasema kwa uwezo wa Mungu yatapita, kama alipona kwenye risasi hata hili litapita, amen. Mwingine anasema Mungu awabariki sana Watanzania kwa moyo wenu wa kujitoa, akiamini hakika mnaendelea kumpigania mwenyekiti wenu. Mwingine anasema walisema watakinukisha, watahamasisha uasi nchi nzima ili yatoke machafuko, uchaguzi usifanyike, na wakasema tena sio tu Chadema hawatashiriki uchaguzi bali uchaguzi hautafanyika, watavuruga uchaguzi. Wanashirikiana na taasisi mbalimbali za kimataifa ambao sasa ndio kanisa Katoliki la Mariandika hapo. Sawa, asante. Japo siwezi kulitaja jina ambalo ameliandika hapo kanisa lenyewe lilolitaja. Naam, asante sana mtazamaji Baharia TV kwa maoni yako. Cha msingi bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uendelee kuwa mwanafamilia wetu. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.